Halo, Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi ambacho kimekuwa cha baraka kwetu kila mara tunapokutana nacho. Tuko tunatazama ahadi za Mungu katika maisha yetu, mimi na wewe. Tuko katika kitabu cha Kutoka. Leo tuko sura ya 16 kuanzia mstari wa 11. Bwana akasema na Musa akinena, nimeyasikia manung'uniko ya wana wa Israeli. Haya sema nao ukinena, wakati wa jioni mtakula nyama na wakati wa asubuhi mtashiba mkate. Na ninyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni kware wakakaribia wakafunikiza kituo, na wakati wa asubuhi umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo. Na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi, kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichovilingana kidogo kama sakitu juu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, ni nini hiki? Maana hawakujua ni kitu gani. Musa akawaambia, ndio mkate ambao Bwana amewapa ninyi mle. Neno hili ndilo aliloliagiza Bwana, okoteni ninyi kitu hicho, kila mtu kama ulaji wake ulivyo, kichwa pishi, kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyotwaa kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota, wengine zaidi, wengine kupungua. Nao walipoipima kwa pishi, yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyeokota kidogo kichache hakupungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, basi karibu sana kwenye jambo hili jema la kutazama ahadi za Mungu katika maisha yetu. Bado tunamwangalia Musa na watu wake wana wa Israeli kutoka Misri. Baada ya kuvuka kutoka bahari ya Shamu, sasa wamefika jangwani. Sasa ikafika mahali wakasikia njaa, wakawa na njaa sana, hakuna kitu cha kula. Wakaanza kunung'unika, wakaanza kulalamika, itakuwaje sasa? Lakini sasa ikatokea Mungu akamwambia Musa, nimeyasikia manung'uniko ya wana wa Israeli ya kwamba wana haja ya kula. Sasa itakuwa hivi, jioni watakula nyama na mkate. Tawapa nyama na mkate. Ilipofika jioni, wakaja kware wengi wakawakamata. Wakakaribia kwenye kituo chao, basi wakawakamata, wakawachinja, ikawa ndio kitoweo chao. Na kulipokucha asubuhi wakakutana na umande. Ule umande ulipoisha, wakaona kitu mviringo kama mtama hivi, kimefanana na mtama, ambacho kule mbele kikaitwa jina lake mana. Wakakutana na mana, wakasema, hiki ni nini? Musa akawaambia, hiyo ndio mkate Bwana aliyowapa mle, kila mmoja aokote sawa sawa na ulaji wake. Wakaenda wakaokota, kuna waliookota zaidi na kuna waliookota kidogo, lakini walipopima kila mtu akakuta amepima debe moja au kiwango cha pishi moja. Pishi ni kama debe moja hivi, kwa hiyo au kilo moja, hatuwezi kujua kwa hakika, lakini kila mtu alipookota ilikuwa ni sawa na ulaji wake, sawa na namna anavyoweza kula. Kwa hiyo Mungu akawapa chakula kama alivyoahidi, akawapa nyama, akawapa na mkate. Na huu walikula kwa miaka 40 jangwani. Hii maana wakala kwa miaka 40 jangwani, kila mara walikuwa wakila jangwani. Pendwa mtazamaji wangu, bila shaka umefurahi kusikia haya. Ilikuwa Mungu tabia yake kwamba akiahidi kufanya jambo anafanya. Ukilalamika, ukilia kwake, Mungu anafanya. Ndivyo na wewe ilivyo.
mimi nikuombe usinung'unike, lakini mwambie Mungu shida yako, atafanya. Wao walikuwa wanaomba, njaa inawauma, lakini wakawa wanamlalamikia sana Musa, karibu wampige. Lakini hatimaye Musa akaenda mbele za Mungu akamwambia, Baba, nafanyaje? Ndio Mungu akampa kwa ahadi kwamba sasa nawaletea. Kawaletea kware. Kware ni aina ya kuku wa jangwani, aina ya kuku wa porini, ambao kila walipopewa waliwachinja wakala. Ilikuwa tamu sana nyama yake. Hivyo basi, mimi nikuombe, ukiwa na shida mwambie Mungu, usinung'unike, usilalamike. Mwambie, Baba, mimi na shida 1, 2, 3, nisaidie. Mungu wa mbinguni anasikia na atakusaidia. Usilalamike wala usiweke maneno yasiyo na maana. Wewe mwambie Mungu shida yako. Usiache kumwambia, maana anasikia na anajali. Asante kwa kuwa umeelewa ninachosema. Naomba tena, narudia, ukiwa na jambo lolote usinung'unike, usilalamike. Nenda mbele za Mungu, mwambie, Baba, hili linanitesa, hili linanisumbua, tafadhali. Mungu wa mbinguni, Baba yetu wa mbinguni, atakupa majibu yake. Asante sana kwenye kipindi kinachokuja. Najua umeelewa ninachosema, na ubarikiwe mno. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.